amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakuzindua kwenye mechi zetu ligi na msimu huu. Unajua uzuri ukishakuwa na jezi bora unapunguza hata nguvu ya kujielezea. Yani there is no way tukatafuta designer kutoka Paris na hii yeke sawa linapokuja swala la jezi za Yanga usiseme Paris, ni Paris. Utafute designer bora kutoka Paris Ufaransa, alafu upite kutoa 10,000 watu wasifie jezi. Hatuwezi kufanya hilo jambo. Jezi zenyewe zinajielezea quality yake. Hapa nimeingia hapa nilipoingia tu leo kwenye mkutano hapa ni kama maonyesho ya Sabasaba pale mnapofunguliwa geti hivi. Mnakimbilia kuona vitu ile wow. Nasikia waandishi wote kila mtu alikuwa wow. Jadu umekusikia? Wow. Ndio jezi kishakuwa kali. Unapunguza namna kujielezea tu. Sababu jezi tayari imenyoka. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindua lini? Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini? Ndio sababu nimekuja hapa leo tuzungumze, tupate majibu ya mambo yetu yote hayo. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema, ambao tuko mikoani. Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita. Tupata fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka 4 inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga. Baada ya mkutano mkuu, tukio ambalo itafuata hapo mbele ni tukio la siku yetu kubwa, kwa maana ya tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalulile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Lakini kuna timu moja tulikuwa tumeshaialika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi tunavyokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kwa hiyo tumeshindwa kujua ni mambo ya mtandao au ndiyo tena balaa la Peter Shalulile limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike kesho yake, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Nimalizi hapa kwenye tukio la wiki ya wananchi kwa kuwaambia wanachama na mashabiki wetu
viingilio ambavyo tunatakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa wanasema thamani na aina ya sajili ambazo zimefanyika. Thamani kubwa ambayo imeongezwa kwenye tamasha hili msimu huu ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time, wanayanga watapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga, akiwa na kiwasha pale uwanja wa Uhuru. Hebu imagine hiyo moment. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 8. Peter Shalulile anatoka kwenye mlango, anaingia hivi, unamuona. Nimeona kuna mtu mmoja asubuhi anasema, "Hii Peter uongo hii. Haji huyu." Yaani jinsi gani usajili ulivyokuwa mkubwa hadi mtu kuamini mwenyewe tu akaa, au sio kweli huyu? Tarehe 9 wanayanga tutapata fursa ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa anatoka kwenye tunnel, anaingia, anakuja kuwasalimia mashabiki wa Yanga na wanachama wake. Anakuja kujiintroduce kwa mara ya kwanza striker force, striker la boli. Anamalizika Shalulile, Sheikh Ibrahima Toure kutoka Saudia anakuna ndevu namna hii, teka lingine la boli futi 9 kwenda juu namna hii, na lenyewe linaingia pale pande la mtu. Nyie hamjamuona Sheikh Toure? Hamjamuona ndugu zanguni? Bonge la mtu afu lina mwendo. Ogopa jitu lina mwendo afu liko vizuri. Sheikh Toure na lenyewe linaingia pale. Wanayanga hawajakaa vizuri. Hussein Zakwani anachomoka naye anakuja. Hajakaa vizuri. MVP Albert Kangwanda, left footer magician. Fuatilieni ile mechi ya Argentina na Zambia ilivyoisha. Enzo Fernandez aliongea nini kuhusu Albert Kangwanda? Tafuteni ile mechi, tafuteni interview, mtasikia Enzo Fernandez, midfielder wa fainali ya kombe la dunia, alichokizungumza kwa Albert Kangwanda. Aliongea maneno mengi, lakini kwa ufupi alisema angeniua yule. Mnabisha, mlikuwepo? Aliongezungumza mengi kwenye ile, lakini alisema kabisa yule mtoto angeniua. Albert Kangwanda atachomoka tarehe 9 na wanayanga watampokea. Basi haitoshi, Tanzanite kutoka Arusha, Chuga Boy na yenyewe atatoka pale. Jamani, kafu kwenye kimataifa huko, nitumie fursa hii kwa sauti ya ukimya kabisa, na sina lengo la kumwogopesha mtu yoyote, kwa sauti ya ukimya na kwa heshima kubwa. Yanga bado hatujafunga usajili wa kimataifa. Msije mkamwona tumeshusha mashine jana mkajua ndo wameshamaliza. Maana naona mnaanza kutujumlishia timu. Msipange kwanza, subirini. Msipange vikosi, wait. Bado hatujafunga. Kuna mashine nyingine 2 tutazishusha na mtaziona. Mkisha timu pap ndo mtaanza kupanga. Sasa hapa winga nani? Kwa sasa hivi tulieni kwanza. Bado. Hilo ndo tamasha ambalo thamani yake imeongezea kwa mwaka huu, ndugu zanguni. What a moment. Yani timu moja unaiona namna hiyo. Sasa viingilio tulivyoviweka, kuna ule uwanja wa Uhuru ukiangalia vizuri ule, engineer